Kisima cha Uzima Online TV. Injili ifike, ifike, ifike. Leo tumepata mgeni na wana Kisima cha Uzima TV wangetamani kujua ni mgeni kutokea wapi na jina lako ni nani? Asante, mimi naitwa Joshua Daudi Ahungu. Ni mchungaji, niko pale Mafinga katika wilaya ya Mfindi, mkoa wa Iringa. Uchungaji wako ulianza mwaka gani na safari yako ya uchungaji ilikuwaje? Mimi kwa mara ya kwanza kabisa nakwenda kuanza huduma yangu ya uchungaji nilianza mwaka 1999 na nilikwenda kuanzia kule katika kwa wakati ule ilikuwa ni wilaya ya Geita, kwa sasa ni mkoa wa Geita. Ndio nilikwenda kuanza kule mwaka huo 99 na mpaka sasa ni zaidi ya miaka kama 27 sasa. Ni changamoto gani ambazo umeziona katika huduma hii ndani ya muda wa miaka 27? Lakini pia ni mafanikio gani ambayo umeyaona katika miaka yako 27 ya huduma ya uchungaji? Asante. Kuna changamoto nyingi alafu kubwa, na hasa tunapokuwa tunaanza huduma ya uchungaji kunakuwa na changamoto nyingi ngumu. Kwanza ugumu wa maisha wenyewe, lakini baadaye tunakaa sawa, na hasa mimi pia nilikuwa nahusika sana kwa mambo ya umisheni. Ndio maana kila mahali ninapokaa baada ya miaka miwili kanisa likishapatikana na hamishwa pale na kupelekwa maeneo mengine tena. Na mwaka 2010 nilipelekwa umisheni Mtwara na nikafanya umisheni kule kwa miaka miwili, na ndipo sasa ni kwamba kipindi changu cha umisheni kilipomalizika, kwa maana umisheni wa ndani, ndipo sasa nikahamia Iringa na mpaka sasa niko Iringa tangu mwaka 2012. Unaweza kutuambia ni idadi gani ya watu ambao umeweza kuwafikia kwa kipindi hicho? Asante, kwa sababu kabla sijaenda umisheni kule katika mkoa wa Mtwara nilianzia huduma kama nilivyosema Geita, na baadaye nikahamishwa kupelekwa wilaya ya Biharamulo. Biharamulo pia nilifanya huduma pale, nilianzisha kanisa jipya, na baadaye niliendelea. Baada ya miaka miwili nikaachwa mtumishi mwingine, mimi nikahamishiwa Igunga. Igunga pia nilipokaa pale Igunga pia nikafanya huduma, ndipo nilipotakiwa kwenda kusoma chuo cha Biblia. Kasoma miaka mitatu nikiwa Igunga, Tabora. Baada ya kuhitimu masomo yangu kwa ngazi ya diploma, nikahamishiwa tena kwenda wilaya ya Nzega. Kuna maeneo yanaitwa Ndala. Nikafanya pale huduma pia kwa miaka 4, ndipo sasa mpango wa umisheni wa ndani ulipoanza. Sasa nilipotolewa pale Nzega nikapelekwa Mtwara wilaya ya Masasi. Nikaanza umisheni pale baada ya kumaliza hiyo miaka miwili, na pia nikawa miongoni mwa walimu wa chuo cha kupanda makanisa pale Mtama Lindi. Na sio hilo tu kanisa la pale Masasi, lakini bado nilipelekwa pia kuna tarafa moja inaitwa Kitaya mpakani na Msumbiji huko Mtwara. Pia nikafanya umisheni miaka miwili. Baada hapo ndipo sasa nikaenda Iringa sasa. Unawazungumziaje waumini wa siku ya leo, namna ambavyo unaona umewahudumia siku ya leo? Umeona kitu gani na umejifunza kitu gani kutoka kwa wana Kisima cha Uzima? Asante, nimejifunza kwanza mwitikio wao, kwa namna ambavyo ukishasimama mbele wakati unahudumu neno unawatazama watu. Ukishawatazama basi kunakuwa unajua kabisa kwamba watu wanaitikia, wameikubali huduma. Tofauti na ambavyo pia ukisema mbele unaona watu wameinama sana na pengine wanasubiri tu malize waondoke, lakini kwa jinsi nilivyokuwa nikiwatazama walikuwa na shauku ya kuendelea kutaka kupata kitu kimwisho wa siku. Sasa kwa sababu muda pia ni kwamba huwezi kushindana nao, basi inabidi sasa tumalize, lakini ukweli kwamba mwitikio wao ni mzuri. Nimewapenda kwa kweli, wanalifurahia neno la Mungu. Ili swala umeona lina maendeleo gani katika kanisa? Swala la mahusiano, maana ni kitu cha muhimu sana kama ambavyo umefundisha. Umeona kuna maendeleo katika kanisa ukilinganisha na kanisa linavyoanza mpaka linapofikia katika karne ya 21? Asante. Kanisa kwa mchungaji yoyote yule angependa kuchunga kanisa ambalo washirika wana mahusiano, kwa sababu inamrahisishia kazi yeye kuona kwamba kile ambacho yeye amekusudia kwa ajili ya utumishi wake katika kanisa husika linafanikiwa. Na mafanikio ya utumishi katika kila mchungaji maeneo anapotumika huwa yanafanikiwa sana katika maisha ya wale washirika wanapokuwa wanaishi maisha ya uhusiano. Inakuwa rahisi sana kuwafikia na kufanya kazi kirahisi, tofauti na ambavyo wanapokuwa wana mahusiano inampa wakati mgumu sana mchungaji kuwaunganisha, alafu hata yale malengo alikuwa ameyapanga kwamba wakati mwingine hawezi kuyafikia kwa wakati, kwa sababu wale ambao ndio wafanikishaji wa malengo yake kwamba rasilimali watu bado wenyewe hawana mahusiano mazuri. Sasa anashindwa kufikia yale malengo. Kisa kwamba tunapokuwa na mahusiano katika kanisa
mchungaji anafanya kazi kwa urahisi, kwa sababu kila anachokipeleka kwao kwa muunganiko ule au kwa mawasiliano hayo wanafanya vizuri zaidi, kwa sababu wanafanya katika hali ya ushirikiano mzuri. Kuna maendeleo yapo, japo sio sana, bado tunaendelea kuwafundisha watu waendelee kuwa na mahusiano mazuri, lakini walau kwa sehemu sasa tayari wameshakuwa na mahusiano na tayari tumeshaona mafanikio yapo, na hasa mimi katika maeneo ambayo nimekuwa kuchunga, wakati washirika wana mahusiano basi kunakuwa na mafanikio mazuri, lakini japo sio wote wana mahusiano, ndio maana tunaendelea kufundisha masomo kama haya ili ifike wakati sasa ifikie kile kiwango ambacho kinatakiwa cha mahusiano, basi kazi ya Mungu iwe rahisi zaidi. Je, unawazungumziaje vijana? Maana ndio imekuwa ni mada katika zama hizi kwamba vijana wamekuwa hawafuati ni mitazamo ya watu, kwamba vijana wamekuwa hawaishi katika ile imani. Sasa wewe umeonaje maendeleo ya vijana katika Ukristo wa zama hizi? Je, wamelipokea kanisa kama nyinyi mlivyolipokea au ni kuna kitu gani kulingana na ulivyoona? Kuna tofauti kati ya sisi tulipokuwa vijana kanisani na vijana wa sasa katika kanisa. Sisi kwa wakati ule kwa kweli kwamba tulikuwa ni vijana ambao kwa kweli kwa mwitikio wa mambo ya kimungu katika kanisa tulikuwa tunafanya kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kadri tunavyozidi kwenda na mpaka sasa mimi nimekuwa mchungaji, vijana wanakuwepo kanisani, kwamba kuna wengine kwamba ni wasumbufu, lakini kuna wengine wanaelewa. Lakini hata hawa wasumbufu pia bado tunawaweka vizuri na wenyewe pia wakae sawa. Na hii pia kutokana na nyakati, kwamba hatuwezi kushindana na nyakati. Zipo katika nyakati fulani vijana na wenyewe pia wanakuwa katika wakati huo. Cha msingi tu sasa tunakubali wakati wao, ila sasa kwamba wakati huo utumie katika sasa misingi ya kimungu kuliko wakatumia katika misingi isiyo ya kimungu. Ndio maana tunajitahidi kwamba katika hali hiyo ambayo wanayo sasa, basi waingize zaidi sana katika kufanya kwa ajili ya Mungu, lakini sio kwa ajili ya vitu vingine. Tumefanikiwa pia kuona kwamba walau sasa vijana wanatuelewa, japokuwa sio wote, lakini kwa asilimia kubwa wanatuelewa, na wanapotuelewa wanafanya vitu vizuri sana, wanafanya vitu bora kabisa. Na hasa inapofika wakati sasa wa kutaka kuchumbiana, pale sasa ndio panakuwa na shughuli kubwa, lakini kadri tunapokaa nao na kuwaelekeza pia wanatuelewa. Kwa hilo tunashukuru Mungu, japo sio kwa idadi kubwa, lakini walio wengi wanatuelewa. Sasa kidogo tunafanikiwa. Kwa Watanzania hasa Wakristo, unawashauri kitu gani katika zama tulizokuwa nazo? Asante. Na washauri wa Kristo wote waliookoka waangalie sana kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 yote, ya 6 yote na ya 7 yote, wayasome yaliyomo humo ndani. Halafu wakiyaishi hayo, kwa kweli watafanikiwa sana katika kuishi maisha ya Kikristo, kwa sababu tunaita hotuba ya mlimani, kwamba hiyo tunaita ni sheria ya mfalme ambaye ni Yesu. Sasa wakisoma zile sura 3 na wakaziishi, tayari wanakuwa wameishi Biblia nzima, na Ukristo utakuwa bora, na makanisa ya Yesu Kristo Tanzania yatakuwa ni yale makanisa ambayo yanaishi yale maisha ambayo Yesu alikuwa amelikusudia kanisa lake tangu mwanzo. Tofauti na hapo, kweli itakuwa makanisa tu kama dini, lakini kweli kwamba ule Ukristo au Kristo ndani ya watu utakuwa haupo. Ila wakiishi Mathayo sura ya 5, ya 6 na ya 7, tayari wataishi maisha ya Ukristo, Kristo akiwa ndani yao, na kanisa linakuwa bora, hasa katika nyakati za mwisho. Basi kwa namna hiyo ninaamini ya kwamba yapo mengi uliojifunza siku ya leo, lakini ningechukua nafasi hii kukwambia Mwana Kisima cha Uzima TV unayetufuatilia kwenye online TV, niendelee kukwambia endelea kufuatilia matangazo yetu yanayoruka moja kwa moja, ibada zetu siku ya Jumatano na siku ya Jumapili, lakini pia endelea kutufuatilia katika vipindi ambavyo tunakuwa kama hivi, kuna watu maalum, wageni kama hivi. Kwa hiyo nipende kukwambia kwamba mchungaji, Mungu akubariki sana. Amen, ubarikiwe sana pia. Amina, karibu sana tena Kisima cha Uzima TV. Asante, nashukuru sana. Amina. Basi Mungu akubariki na nikutakie siku njema. Amina. Kisima cha Uzima Online TV. Injili ifike, ifike, ifike.